Hao watoto walikuwa wanapata mafunzo yao au masomo yao kwa awamu, kwa sababu walikuwa wanawekwa ndani ya sebule ya mtu ndogo kabisa. Sasa waliponiita pale, wakanielezea jinsi ambavyo wanapita kwenye changamoto kubwa sana ya namna ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata maadili ya dini ya Kiislamu. Nilipoangalia kwa wingi wao, mimi mwenyewe nilipata simanzi kidogo, nikasema mimi kama kiongozi, haya masuala ya kuangalia maadili ya watoto wetu wa leo na wa kesho ni ndani ya mamlaka yangu na ninapaswa kufanya jambo. Lipo jambo la kujifunza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatokana na Chama cha Mapinduzi, si ndio? Lakini mimi ni mbunge naitokana na chama cha upinzani, si ndio? Akifanya jambo lolote zuri ndani ya hili jimbo, mimi napata sifa namba moja. Uongo kweli? Lakini ya kuangalia hilo, kwa sababu yeye ameitwa na amejitoa kwa ajili ya Watanzania wote bila kujali itikadi za vyama vyetu, na ndio maana tumemwona juzi ameweza kumteua mpinzani kuwa naibu waziri ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sasa nimesema lipo la kujifunza. Kwa nini? Lipo la kujifunza kwetu sisi wanasiasa, wenye vyama vya siasa. Tujifunze kupitia kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba inapokuja maslahi ya Watanzania, tunapaswa kuweka vyama pembeni, tunapaswa kuweka dini zetu pembeni, tuwatumikie wananchi, kwa sababu wananchi hawahitaji mambo ya dini, hawahitaji mambo ya vyama. Wanachokihitaji ni maendeleo na mahitaji ya jamii. Ndugu zangu, kama Mheshimiwa Rais angeniangalia kwamba mimi ni mpinzani, watoto wetu mnaowaona mahali hapa, Mheshimiwa DC, kipindi cha mvua wanapata elimu ya dini wakiwa wananyeshewa mvua. Lakini kwa sababu ni rais asiyeangalia mambo haya ambayo nimeelezea, kupitia mimi nilipomfikishia huu uhitaji mkubwa sana wa watoto wetu, akatenga milioni 50 mlizosema mnahitaji kwa ajili ya kununua eneo la ujenzi wa madrasa ambayo haitakwenda kuwa kwa ajili ya watoto hawa, lakini ni kwa ajili ya kizazi cha sasa, kijacho na kinazidi kuja mbele. Kwa sababu hiyo, ndugu zangu, wana Vingunguti, tuendelee kumwombea sana Mama Samia Suluhu Hassan kwamba Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu. Na mimi niwaambie kabla sijaendelea, mimi kama mbunge wa upinzani, rais ambaye analeta mambo mema ndani ya jimbo ambalo linaongozwa na upinzani, nina sababu gani ya kutokumuunga mkono? Nitakuwa ni mtu wa ajabu sana. Na ndio maana naongea kwa haya aliyoyafanya na mengine ambayo yamekwisha kufanywa ndani ya jimbo hili la Segerea kupitia muda ufupi ambao mimi nimekuwa mbunge. Mheshimiwa DC, nikwambie, nidiriki kukwambia wewe kama msaidizi wa Mheshimiwa Rais, hata mle ndani katika kipindi cha bajeti sina sababu yoyote ya kuikataa serikali iliyoko chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu bajeti ile ndio inakwenda kufanikisha hata ya mambo yanaweza kupatikana. Niwaambie wananchi wangu wa kata ya Vingunguti na wananchi wangu wa jimbo la Segerea, sintakwenda kuwa mjinga eti kwenda kuipinga ile bajeti ambayo tunakwenda kuipitisha hivi karibuni. Sintapinga ile bajeti. Mimi kama mbunge, tena mbunge ambaye nashirikiana vizuri na wabunge wanaotokana na Chama cha Mapinduzi mle bungeni, nikawashirikisha jambo hili jema ambalo mama ameweza kulifanya kwa vijana wetu. Walinipa majibu kama ifuatavyo. Naanza na Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde ambaye ni waziri, ambaye yeye ameahidi kuleta mifuko 250 ya simenti. Mheshimiwa Deo Ndejembi ambaye ni waziri wa nishati amesema ataleta vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 1. Tumpigieni makofi. Mheshimiwa Daniel Chongolo ambaye ni waziri wa kilimo na chakula amesema ananiunga mkono Mheshimiwa mbunge pamoja na Mheshimiwa Rais kwa kiasi cha shilingi milioni 10. Mheshimiwa wetu Abdalla Ulega, waziri wa ujenzi, amesema ataleta vifaa
kwa maana ya simenti yenye thamani ya shilingi milioni 10. Tupigieni makofi. Mwingine ni mheshimiwa mbunge wa jimbo la Misenyi, yeye ameahidi mifuko ya simenti 35. Mpigieni makofi. Profesa Kitila Mkumbo ambaye yeye ameahidi kuleta bati 25. Ndugu zangu, ukiangalia kwa haraka ni kana kwamba jengo letu kwa ajili ya watoto wetu ni kama limekwisha kukamilika. Hebu tupige makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais ana mambo mengi. Ndani ya masaa machache ametupa jicho lake kwa wana Vingunguti. Hiyo ni heshima kubwa. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu dhamira ya viongozi wetu chini ya Sheikh Badru ilikuwa ni kwenda kujenga madrasa. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu ameipa baraka dhamira ile, leo hii baada ya risala na baada ya hotuba ya mgeni rasmi na mbunge wetu, kila mmoja anaona sasa madrasa imefanyaje? Imekamilika. Imebaki dhamira yetu ya kuhakikisha tunakwenda kusimamia. Ningeomba ndugu zangu tuishi kwenye ile hutuba. Hakika ndiyo mafanikio yanapoweza kupatikana. Lakini muombe tu rasmi mkuu wa wilaya kwa makusudi kabisa atufikishie salamu wa kiongozi wetu wa nchi kwa mapenzi makubwa alionyesha kwenye kata yetu ya Vingunguti kwa nia ya kuhakikisha kwamba vijana wetu hapa wanaishi kwa mistari, kwa utaratibu na kwa maadili mazuri. Hakika huo ndio uzazi, huo ndio ulezi na huo ndio uongozi. Watoto wao ukiwaona ni zaidi ya 100. Na ukienda lile eneo ambalo walikuwa wanasomea unaweza ukalia. Kwa jambo jema hilo ulilofanya, kwa kweli Mwenyezi Mungu atakulipa wema ambao uliofanya. Tunakushukuru sana. Tusipite mapito ambao tuliyapitia 2015 2020. Tukitaka maendeleo tusiangalie vyama. Tumpe ushirikiano mheshimiwa mbunge.